Mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tuendelee mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Tuanze na hili kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo serikali imeanza rasmi hatua za awali za utafiti wa kina wa madini katika mkoa wa Rukwa baada ya wataalamu wa kimataifa kutoka China kuthibitisha uwepo wa rasilimali hizo kwa kiwango kikubwa, hatua inayotarajiwa kufungua ukurasa mpya wa uchumi wa nchi kupitia sekta ya madini. Mwandishi wetu Kisa Mwepiana anatufunulia zaidi. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere amesema ujio wa wataalamu hao kutoka kampuni ya utafiti wa madini kutoka China ya Third Brigade Geological ni matokeo ya jitihada zilizoanza mwaka jana alipoiomba serikali ruhusa ya kutafuta ushirikiano wa kitaalamu kutoka China kwa ajili ya kufanya tafiti za kisasa za madini. Aidha, mkuu wa mkoa huyo amesema madini yaliyobainika katika mkoa huo wa Rukwa baada ya utafiti ni pamoja na makaa ya mawe na madini ya chuma, na kwamba mkondo wa madini hayo ukienea hadi katika mikoa jirani ya Katavi, Kigoma, Songwe, Iringa na kuelekea katika mipaka ya nchi za Zambia na Msumbiji. Nchi yetu ina madini, ndugu zangu, mengi mazuri, lakini bado hatujajipanga vizuri. Sasa hii ni hatua ya mwanzo ya kutaka kujipanga vizuri ili faida ya madini ionekane katika uchumi wetu. Pamoja na hao, lakini tunatoa wito kwa Watanzania wenzetu sasa wenye uwezo na wenyewe waje mkoa wa Rukwa. Dhahabu ipo, kopa ipo. Kwa sasa tumetenga maeneo ya leseni za utafiti. Kwa upande wake, kiongozi wa wataalamu hao kutoka China Victor Yang Chao ameisifu serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Madini kwa kuendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji katika sekta hiyo ya madini, na kusema kuwa wataendelea na utafiti ili kuendelea kubaini kwa usahihi rasilimali zilizopo ardhini nchini, hatua itakayorahisisha uwekezaji katika sekta hiyo muhimu. And I think it's very confident for us to get more and better results if we spend more time to do a more detailed survey this time. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na shukrani sana Kisa Mwepiana kwa taarifa hiyo. Taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Uyole jijini Mbeya inataraji kuzalisha tani zaidi ya 250 za mbegu ya mahindi aina T500 ili katika msimu wa kilimo ujao wakulima wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na maeneo mengine wapate mbegu kwa wakati. Rose Chapewa anatueleza zaidi. Mbegu ya mahindi aina ya T105 inatajwa kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali nchini. Nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa kilimo TARI Uyole ambacho kipo jijini Mbeya, Daktari Emmanuel Mrema. Anatoa mwito kwa wakulima kuzingatia kilimo bora ambacho kinazingatia kupanda kwa wakati, matumizi ya mbolea na udhibiti wa visumbufu vya mimea ili kupata tija kwenye uzalishaji. Tumezalisha aina mbalimbali za mahindi ikiwemo T105. Hii aina imekuwa na ufanisi mkubwa kwa maeneo mengi Tanzania, ukanda wa kati, ukanda wa magharibi, na sasa imefanya vizuri sana Nyanda za Juu Kusini. Mtafiti wa mbegu katika zao la mahindi Leonard Sabula anasema mbegu hiyo inatija kwa chakula na biashara. Kama saizi tunaelekea katika uchumi wa viwanda, tunaamini kwamba mbegu ambazo tunaisema hii zaidi ya 80% ya kile utakachokikoboa ni unga, 20% ndio pumba. Mpango wetu ni kwamba hii mbegu kwa mwaka huu au kwa msimu unaokuja itapatikana kwa wadau wetu mbalimbali. Mwaka jana nimepata gunia 30 na kidogo. Na mwaka huu nimelima, ndo kama mnavyoyaona hapa mahindi yamefanya vizuri hapa shambani. Mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Na serikali imesema itachukua hatua kali za kisheria ikiwemo za kumshtaki kwa kosa la uhujumu uchumi mtu yeyote atakayebainika kuuza pembejeo za zao la korosho zinazotolewa bure na serikali kwa lengo la kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Ni makatibu wa vyama vya msingi vya ushirika wa wakulima na masoko AMCOS vya wilaya Masasi mkoani Mtwara wakila kiapo mbele ya wakili na kamishna wa viapo ambaye ni mwanasheria wa bodi ya korosho. Kiapo hiki ni cha kupokea, kulinda na kusambaza pembejeo za zao la korosho zinazotolewa bure na serikali kupitia bodi ya korosho nchini ili kumwezesha mkulima wa korosho kuongeza uzalishaji wa zao la korosho na kuwa na kilimo chenye tija. Kwa kiapo hiki, yeyote atakayesubutu kuhujumu jitihada hizi atakiona cha mtema kuni. Atakayebainika
kukwamisha zoezi hili, kuiba au kurubuni wakulima wakati wa zoezi la usambazaji wa pembejeo, huyu atakuwa sawa na mhuni na mhujumu uchumi. Bodi ya korosho inafanya jitihada hizi ili kuinua uchumi wa mkulima wa zao la korosho, ambapo mafanikio makubwa yamekuwa yakionekana kila mwaka, matokeo ambayo yanafanya bodi ya korosho kuongeza viuatilifu vingine vya ruzuku ambavyo havikuwepo hapo awali. Kwa maana kutoka kwenye ile mitatu ya awali kutakuwa na mgao wa 4 ambao unaongezeka mahususi kwa ajili ya wale wadudu waitwao mealbug. Chama kikuu cha ushirika wa wakulima katika wilaya za Mtwara, Masasi na Nanyumbu MAMCU Limited kinaeleza kuwa kitawasimamia makatibu wa AMCOS ili kusiwepo na hujuma zozote. Dhamira kuu mkulima aweze kumfikia kadiri ya mwongozo unavyosema, na tutasimamia ili kuhakikisha uzalishaji wa zao la korosho unaendelea kupanda. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Domalima Channel 10. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatishia upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kuangazia katika upande wa michezo na burudani, ambapo tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.